Na mtazamaji, nayo ibada ya pamoja ya kuombea familia zilizopoteza vijana wao wakati wa maandamano ya Gen Z mwaka jana uliopita ilifanyika jana hapa jijini Nairobi. Waliozungumza kwenye ibada hiyo katika kanisa la All Saints Cathedral wakipaza wito kwa serikali kuhakikisha haki imetendeka na kwa Rais William Ruto kukomesha mauaji ya kiolela. Emily Chebet na mengi zaidi. Wakiwa wamebeba bendera za Kenya pengine kuashiria uzalendo, walimiminika katika kanisa la All Saints hapa Nairobi. Nia ni kusimama na wenzao waliouawa wakati wa maandamano ya Juni mwaka jana. Uchungu wa mwana ukiwa dhahiri mwaka mmoja baadaye. Kennedy Onyango alikuwa tumaini yangu, lakini kwa sasa Mungu atabaki kuwa tumaini yangu. Juu sioni hali yoyote, sioni haki yoyote ikipatikana. Eric alikuwa mtoto mwenye bidii. Siku hiyo ya 25/5 ile rabasi ya blue alivaa ni mimi nilimpatia. Nilikuwa na yeye asubuhi huku nikikuja Nairobi, lakini sikujua kama hii yote itatokea. Maswali kuhusu haki ya waliofariki yaliibuka, viongozi wa makanisa wakitaka serikali kukomesha mauaji. Nilipigiwa simu na Dennis Itumbi akiniambia rais anataka kuongelesha mama. Nikashika simu akaongea, akaniambia mama Kennedy, habari yako? Nikamwambia sio mzuri hata kidogo. Akaniambia sawa, nimesikia na nimeona na nitakuita. Tukae chini tuongee na nimekisua haki ya huyo mtoto imepatikana na nitakufanyia vile mimi nasafanyiwa kama msasi. Nawaambia saini 1 year. Hakuna kitu imefanyika kwa hii Kenya. We are here to call out. We are here to acknowledge that these things have happened lest we forget. And in the midst of this, in the aftermath of this week alone, we are reeling from the shooting of a vendor who was simply trying to earn a living. Ibada hiyo ilihudhuriwa na Wakenya wa dini mbalimbali. Ni ibada iliyojawa na huzuni, huku familia ambao walipoteza wapendwa wao mwaka jana wakiuliza maswali: ni lini watapata haki na wale waliotekeleza mauaji hayo kuchukuliwa hatua. Emily Chebet, runinga Citizen, kutoka kanisa la All Saints Cathedral, Nairobi.